Hivi nikikuambia kuwa Mungu anayeabudiwa sana na dunia ya leo hii, wala hata sio shetani na masanamu, majini na vitu vingine kama watu wanavyodhani, na kwa kibaya zaidi watu wengi wanamwabudu na wala hawamuiti Mungu. Je, nikikuambia kuwa Mungu mkubwa anayeabudiwa leo hii ni wewe mwenyewe, utafanyaje? Karibu kwenye Acha Neno Liongee, mahali ambapo tunafunua giza kwa nuru na kuleta ukweli na wakatiza kelele za dunia hii hapa. Ujumbe wa leo, ndugu zangu, naweza kidogo kukushtua kama ulivyoshtuka hapo mwanzo, lakini ni ujumbe ambao kila mmoja wetu anahitaji kuusikia, kwa sababu ulimwengu kwa sasa umechanganyikiwa, na ndio hivyo hata kanisa limekaa kimya juu ya jambo hili. Leo hii watu hawaabudu Baali wala kutoa tambiko kwa mungu Zeus wa Kigiriki, lakini watu wanaabudu nafsi zao wao wenyewe, taswira zao, matumaini yao na mafanikio yao. Imeandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:1-2, inatuonya wazi wazi. Maandiko yanasema kwamba, lakini ujue neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Na hayo ndiyo tunayoyaona leo na kila siku, kuanzia kwenye mitandao ya kijamii hadi kwenye hotuba za motisha. Tunashuhudia ujumbe wa dunia hii mkubwa kwamba jipende mwenyewe, jiamini, fuata moyo wako, wewe ni wa kipekee. Lakini Biblia inatuonya, Yeremia 17:9 inasema, moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani anayeweza kujua? Basi kwa nini tunafuata kitu ambacho Mungu mwenyewe amesema ni kidanganyifu? Kwa sababu sasa tumeprogramiwa kufanya hivyo, na shetani ndiye aliyebuni hiyo program. Wengi ufikiri shetani anataka kuabudiwa moja kwa moja, lakini anajua hilo ni wazi kwamba haliwezekani. Lengo lake kuu ni hili hapa: kama siwezi kukalia kiti cha Mungu, basi nitahakikisha hakuna anayekikalia pia. Wakorintho wa pili 4:4 inasema, ambaye kwa hao mungu wa dunia hii amepofusha nia zao wasioamini, hata wasiwe mwanga wa injili ya utukufu wa Kristo. Shetani anapofusha watu, sio tu kuhusu ukweli wa Yesu, bali pia kuhusu ukweli wao wenyewe. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini shetani anataka kutupa taswira yake mwenyewe: kiburi, uasi, ubinafsi, wivu na tamaa. Na ndiyo maana leo kiburi kinaitwa kujiamini, uasi unaitwa kujitegemea, uasherati unaitwa uhuru wa kujieleza, kujipenda kupita kiasi kunaitwa self love. Isaya 5:20 inasema, wale wao waitwa uovu kuwa wema na wema kuwa uovu. Hii ni vita ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa, madhabahu nyingi leo zinafundisha kuhusu mafanikio, ndoto na baraka, lakini sio dhambi, toba na unyenyekevu. Lakini Yesu alisema katika kitabu cha Luka 9:23, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Sasa tunawezaje kufuata Yesu kama tunajifuata sisi wenyewe? Hata baadhi ya makanisa yamegeuza injili kuwa semina ya kujisaidia binafsi. Sio ufalme wa Mungu, huo ni motisha isiyo na wokovu. Mungu alituonya mambo haya yangetokea. Warumi 1:25, kwa maana waliubadilisha ukweli wa Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba. Na hicho ndicho kinachotokea sasa. Watu wanaabudu wanadamu, celebrities, teknolojia, hata AI. Lakini zaidi yote wanaabudu nafsi zao wenyewe.
Lakini kuna njia ya kutoka, na sio kupitia kujijenga mwenyewe, kupitia kujikana mwenyewe. Wagalatia 2:20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Ni wakati wa kurudi kwenye ujumbe huo. Ndugu yangu, uliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini kila siku unabadilishwa, ama kufanana na Kristo au kufanana na dunia. Chagua moja. Je, utaiabudu nafsi yako au utajisalimisha kwa Kristo? Kwa sababu mwisho wa yote ni ufalme mmoja tu utakaoendelea, na hakuna sanamu wala kingine kitakachosimama mbele ya kiti cha haki. Ikiwa kama ujumbe huu umekufumbua macho yako hata kidogo, basi share na watu wengine. Chagua kufanana na Kristo. Wakumbushe binadamu kuto kujiabudu na kuabudu nafsi zao wenyewe, badala yake kurudi kwenye kweli ya Mungu na kurudisha ibada kwa yeye anayestahili.